Tunaendelea na sehemu ya 3 ya uzinduzi wa kitabu cha mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji Kuhani Musa Richard Mwacha. Kitabu hiki ambacho kimeenda kwa jina la Nguvu za Kushinda Roho ya Nyoka na Ndoto Zake, ambacho mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji Kuhani Musa Richard Mwacha amekiandika. Sasa nitaenda kwenye sehemu ya 3 ambayo nitazungumzia ndoto 3 ambazo unapoziota maana yake ni nini. Unapoota, na hii imeandikwa katika kitabu hiki sehemu zile za ndoto unaweza kupata kusoma kwenye eneo la ndoto, kwa sababu humu mtumishi wa Mungu ameandika ndoto nyingi sana. Unapoota nyoka wengi nyoka wengi wanaingia kwenye nyumba yako, maana yake ni nini? Nyoka wengi maana yake ni matatizo, ni aina ya matatizo mbalimbali. Changamoto nyingi zimeagizwa ziingie kwenye nyumba yako. Kuna watu ambao wanakuwa na changamoto ambazo si za kawaida katika nyumba zao. Kwa mfano, unakuta kwamba tarehe 1 mtoto wa kwanza anaumwa. Tarehe 1 mtoto wa kwanza anaumwa. Tarehe 2 mtoto mwingine anapata nini? Tatizo. Tarehe 3 mama yao mwenyewe anapata nini? Yaani ni matatizo ambayo yanaingia ndani ya nyumba mfululizo, yatagusa kila mtu katika ile nyumba. Kwa hiyo utakuta kwamba mmoja, labda the head of house, mkuu wa nyumba, kazi yake ni kupambana kutatua matatizo, na wakati huo ndio pale ambapo unakuta kwamba mtu ameota ya kwamba nyoka wengi wameingia kwenye mazingira ya nyumba yake. Kwa hiyo hizo ni changamoto mbalimbali ambazo zimetumwa kuingia kwenye nyumba yako, kwenye watu wako. Lakini unapomwona nyoka mkubwa ni nyoka tu mkubwa, lakini anaingia kwenye himaya yako. Inaweza ikawa ni nyumba yako, inaweza ikawa ofisini kwako, au kwenye biashara yako. Sasa hii ni changamoto kubwa ambayo imetumwa kwa sababu ya kuja kukuangusha. Yaani unapoona nyoka anakuja kwenye hayo mazingira, tafsiri yake ni kwamba hiyo ni changamoto ambayo imetumwa kwa sababu ya kuja kukuangusha. Kama unaona kwamba anaingia kwenye nyumba yako, maana yake ile ni changamoto ambayo imetumwa kwa sababu ya kuja kuiangusha familia. Lakini ukiona inaingia ofisini, maana yake utaingia kwenye msimu ambao ni mbaya wa changamoto kubwa ndani ya ofisi yako. Kama ni eneo la biashara, kama utachukua hatua za haraka, maana yake utafilisika vibaya. Maana yake ufalme wa shetani umewadia. Kitabu cha Isaya 27 mstari wa 1 unaweza kusoma. Kitabu cha Isaya 27 mstari wake wa 1. Biblia inasema hivi: katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, atamwadhibu Lewiathani nyoka yule mwepesi, na Lewiathani nyoka yule mwenye kuzonga, naye atamuua yule joka aliye baharini. Kwa hiyo joka, mahali popote ambako anapoonekana, jukumu ambalo linafuata ni kwa ajili ya kumwadhibu na kumuua. Sasa usikose mafunuo mbalimbali ambayo yameandikwa katika kitabu hiki cha mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji Kuhani Musa Richard Mwacha, ambacho uzinduzi wake rasmi ni tarehe 3 mwezi wa 4 2026. Humu utasoma ndoto nyingi ambazo zinahusiana na nyoka, lakini pia utasoma elimu mbalimbali ikiwepo maombi 21 au maombi ya siku 21 kwa mtu ambaye anasumbuliwa na roho ya nyoka. Asante.